Tabia keo leo ya Kalola. Na jinsi ilivyo ngumu askari kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni maneno ya yule askari aliyemuuliza Yesu, nifanye nini ili niurithi ufalme wa Mungu? Sisi nasi tufanye nini tuurithi ufalme wa Mungu? Msitoze zaidi ya mlichowekewa, kweshekeni na mishahara yenu, lakini pia msidhulumu, msishtaki mtu kwa uongo. Lakini hawa wa kwetu wanachokifanya, wanajipa zaidi ugumu wa kuupenya ama kuingia katika ufalme wa Mungu. Inawezekana, ila ni vigumu sana sana askari kuingia katika ufalme wa Mungu, kupenya katika ufalme wa Mungu, kwa sababu ya mambo wanayoyafanya ya kikatili. Sijapata kuona. Ndio maana wakati fulani hata wale mabeberu wakituma Mwafrika kwenda kufanya ubaya fulani au ukatili fulani, hata wao wanashangaa sana kwa ule ukatili unaokuwa zaidi ya walivyotumwa. Hawa jamaa ni hatari sana, ni hatari sana. Wanasema ni mlinzi wa raia pamoja na mali zake. Hicho kitendo kilichofanyika kwa huyo kijana akiwa na pikipiki bodaboda, lakini pia akiwa na kabeba furushi la alizeti. Huo ni ulinzi wa raia pamoja na mali zake kwa kitendo alichofanyiwa hicho? Yani kafanyiwa zaidi ya macho yetu tulivyoona, kafanyiwa zaidi ya hata mkubwa wenu akiona anaona kabisa amefanyiwa zaidi ya ilivyotakiwa, zaidi ya ilivyopaswa. Je, ni ulinzi wa raia pamoja na mali zake ndo huo? Huko ndo kufuata sheria, ndo kutii agizo? Mbona mnafanya zaidi ya agizo? Mnafanya zaidi ya mlivyoamriwa, mnafanya zaidi ya ilivyoamriwa. Huko ndiko kutii, kufuata sheria. Hapa sipo kutoa hukumu. Hapa nipo kupanga, nipo kuongea ilivyotakiwa kuwa, kwamba kwa nini mfanye kitendo kama hicho cha ukatili, kwa sababu alichofanyiwa ni zaidi ya ukatili, ni zaidi ya mafia. Sasa naashumu yule mtu angekutwa mfano zile alizeti, sasa kwenye lile gunia angekuwa na bange, na isi angefanywa ukatili zaidi ya ukatili, kwa sababu kitendo mlichokifanya pale trafiki, mgambo na askari ni kitendo ambacho ni wenyewe mnajua kabisa kwamba hiki tunazidi kujichafua zaidi kwa wananchi,
mnazidi kujaribia zaidi kwa wananchi, tunazidi kujichafua zaidi. Sasa kwa tunachokifanya, hebu tujizime tu data, tufanyage zaidi ya tulioambiwa, tufanyage zaidi ya tulioambiwa. Sasa hicho kitendo ndicho kitendo ambacho alikiuliza askari mmoja kwenye Biblia. Luka 3:14 alisema, inasema, askari nao wakamuuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akawaambia, msidhulumu mtu wala msishtaki kwa uongo, tena mtoshewe na mshahara wenu. Msidhulumu mtu, msidhulumu nafsi ya mtu, msidhulumu uhai wa mtu, msidhulumu mali ya mtu, msidhulumu uhai wa mtu. Sasa mlichokifanya, mmejichafua zaidi, hamjisafishi, mnazidi kujichafua zaidi. Kadri mnavyojitetea ndo mnazidi kujichafua zaidi. Msijitetee kwa maneno, jiteteni kwa matendo. Fanyeni matendo mema, fanya matendo mema. Kutubu, toba, kutubu ni kufanya kinyume cha mabaya, yani kufanya mema, kufanya kinyume cha mabaya niliyoyafanya. Kufanya mema ndio kutubu, lakini si kwa maneno. Kwa sababu mnafanya ubaya, mnatoa mtatoa ripoti, mtatoa maneno, mtatoa barua ya kwenda kuongea kinyume cha yale, kwa sababu macho yameona, tumesikia. Fanyeni mema, tendeni mema. Ukitenda mema, automatically utapata kibali. Ukitenda mema askari, ukitenda mema mgambo, ukitenda mema trafiki, ni automatically utapata kibali kwa watu, utapata kibali kwa raia. Lakini hicho kitendo kimewaudhi sana wananchi, kimewaudhi sana. Hebu tubuni. Kutubu, na rudia tena hii tafsiri, kutubu ni kufanya kinyume cha mabaya, ni kutenda mema. Tendeni mema. Automatically mtapata kibali kwa watu, kibali kwa wananchi, kibali kwa watu wenu hao ambao mnawalinda raia pamoja na mali zao. Lakini nimalize kwa vijana hawa mliowakamata. Ningewaachia huru tu, kwa sababu wanatimiza wajibu wao, wanafanya kile walichoamriwa na Mungu wao. Ningewaachia huru tu, kwa sababu hawajavunja sheria za nchi, hawajaiba, hawajateka, hawajadhulumu cha mtu, hawajafanya mabaya, kwa sababu silaha yao ni maneno, ni ndimi, ni maneno, ni kinywa. Hawana silaha hao mliowakamata hao huko Dodoma, Yoram Changala pamoja na Martin James. Mngewaachia huru hao, waacheni huru. Hakuna walichodhulumu cha mtu wala walichoiba cha mtu. Umefanya kutimiza wajibu wao. Kama kuna namna mnahisi labda wamevunja, wapelekeni mahakamani, lakini msiwashikilie na kukaa nao na kuendelea kukaa nao. Ndio maana anasema tendeni mema. Kutenda mema ni kufanya kinyume cha mabaya mliyoyafanya. Hicho mnachokifanya, askari, migambo na trafiki, mnajichafua kwa wananchi wenu, mnajichafua kwa watu wenu. Fanyeni mema, tendeni mema. Nasikitisha sana. Wakati mnavyozidi kujitetea ndo mnazidi kuharibu zaidi.
Unavyozidi kujitenda unazidi kuharibu zaidi. Nimalize tu kwa kusema tendeni mema, tubuni. Kutubu, kutubu ni kufanya kinyume cha mabaya uliowahi kuyafanya, ulioyafanya. Tendeni mema kwa watu wenu, tendeni mema. Asante kwa uliyenisikiliza mpaka hapa. Jumbe kama hizi ndio za kushare sana kwa watu wazisikie. Huenda pengine kuna wawili watatu wanaweza wakanusurika, wakajifunza, wakaelewa zaidi. Asante kwa uliyenisikiliza mpaka hapa. Neema Yesu iwe pamoja na nyote. Asante.